السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى نبعد يكم سليانكم سليم متمويت عليه الصلاة والسلام katika mambo ambayo ameyahimiza Allah tabaraka wa taala na mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam ni jambo la watu kuisoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Aya ziko nyingi sana katika mlango huu na ahadith za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kadhalika ziko nyingi. Bila shaka kwa wale waliohudhuria katika daura hii au semina hii, basi aya hizo na hadithi hizo ndizo zilizowachagiza na kuwahamasisha wakaweza kuhudhuria katika semina hii na daura hii. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atupe ilmu yenye manfaa. Allah tabaraka wa taala na atupe kadhalika al-amal as-salih. Ayuha al-muslimun, khutba hii ni khutba elekezi, kwa maana mada yake ni moja katika mada zilizoekwa na wasimamizi na wanaoendesha semina hii, akiwemo shekhe wetu hafidhahullah taala. Kwa maana mada hii inawalenga hasa wale wahudhuriaji wa semina hii, wafanyakazi, wataalamu, lakini itawaenea wote waliohudhuria katika ibada hii ya Ijumaa. Na hutuba hii niliwahi kuizungumza katika mimbari hii. Kwa hiyo kwa sababu ya umuhimu wa mada hii kaonekana itolewe mada hii hususan katika mnasaba wa semina hii, nayo al-Islam dinun kamil. Kwa hakika mada hii ni mada pana sana, lakini tutatoa au tutazungumza misingi muhimu ambayo itamuonyesha kila Muislamu kwamba Uislamu ni dini kamili. Ukamilifu wa kitu chochote ni kutimia katika ajza, nyanja zake zote, nawahi zote za kitu hicho. Lakini ukamilifu wa kitu ni uzuri wa kile kitu.
Uislamu bila shaka ni dini iliyokamilika. Hakuna jambo lolote atakalohitajia Muislamu mwanadamu katika maisha yake ya dunia na maisha yake ya akhera isipokuwa Uislamu jambo hilo umelielezea, imma kwa kutajwa kwa nas au kwa sababu zimetajwa kanuni muhimu za msingi. Chini ya kanuni hizo basi unaweza kuchakata mambo yote yanomhusu mwanadamu katika dini yake, dunia yake. Allah tabaraka wa taala ametaja katika Qur'ani ukamilifu wa dini hii. Kabla dhalika dini ziko nyingi sana. Lakum dinukum waliyadin. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia makufar, nyinyi mna dini yenu na mimi nina dini yangu, au nyinyi mna dini zenu na mimi nina dini yangu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ukiisoma hii sura utaona maana ya dini, yani maana ya dini yaelezewa na yale yaliyotajwa juu, kwa sababu wao wanaabudu wanavyoviabudu, na Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anaabudu na kuna anayemuabudu. Kwa hiyo wale wana utaratibu wao wa ibada, wana utaratibu unaowaongoza katika maisha yao, kuanzia kuitakidi, kuabudu na matendo yao. Kuna mambo yanawabana kulingana na masharti yanayotokana na vile wanavyoviabudu. Sasa nyinyi mna dini yenu na mimi nina dini yangu, lakini inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Hakika dini ya kweli mbele ya Allah tabaraka wa taala ni dini ya Uislamu. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Tikitafuta akafuata usiokuwa Uislamu akaufanya ndio dini, ndio utaratibu wa kujikurubisha kwa anayemwabudu, akaufanya ndio utaratibu wa maisha yake unamuongoza, hawezi kukubaliwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, na akhira huyu mtu atakuwa ni katika waliokula hasara. Allah tabaraka wa taala amemuumba mwanadamu na akamwekea mwongozo. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah ndiye ambaye anamjua kiumbe huyu, akamwekea utaratibu, akamwekea mfumo, na ndio huu Uislamu. Na ni lazima mfumo huu uwe kamili, kwa sababu mwanadamu atahitajia katika dunia yake, dini yake, kuna mambo atahitajia muhimu, ni lazima apate muongozo kamili. Na wale mitume watakaoteremka kumuongoza ni lazima wawe na mfumo, wawe na utaratibu, wawe na mafunzo yaliyokamilika. Huyu mwanadamu asihitajie kutoka kwa asiyokuwa Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala aliukamilisha huu Uislamu kama anavyosema Allah tabaraka wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hivi leo nimekamilisha dini yenu. Suratul Maida aya 3. Ukisoma aya hii mwanzoni vimetajwa vilivyoharamishwa: damu, maiti, nyama ya nguruwe, wanyama waliodondoka juu wakafa, waliopigana mapembe, waliopigwa gongo, walionyongwa. Haya yote Allah alipotaja akasema al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dini. Utaratibu huu ulitajwa utaratibu wa vitu halali ambao vyafaa kula na kuna vitu haramu. Allah tabarak wa taala ndani ya aya hii akasema wamekata tamaa makafiri na dini yenu. Sababu dini haikuishia katika upande wa moyo na roho, katika upande wa ibada, mpaka katika mambo haya yanayohusu kula pia Uislamu haukubakisha bali ulieleza. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hivi leo ambao huu ulikuwa ni mwaka wa 10 Hijria, ilikuwa ni siku ya Arafa,
ilikuwa ni siku ya Ijumaa kama leo jioni imeteremka aya hii. Baada ya kuteremka aya hii mtume aliishi siku 81 akaondoka katika ulimwengu. Hivi leo nimekamilisha, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kuna Myahudi mmoja alikuja kwa Umar akamwambia, Umar, nyinyi waislamu mna aya hii lau ingeliteremka kwetu sisi tungeifanya siku iliyoteremka aya hii ni siku ya Eid. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akamuuliza aya gani? Akamtajia al-yawma akmaltu lakum dinakum, kuonyesha ni aya muhimu sana. Kila muislamu atakiwa aiweke mbele ya macho yake. Mpaka Myahudi, kwa kuwa hawa wanaongozwa na hawa, alitamani aya hii ingeliteremka kwao, wangeifanya siku iliyoteremka aya hii ni siku ya Eid. Umar akamwambia, aya hiyo mimi naijua, iliteremka wapi, wakati gani nafahamu, lakini hakuna mafunzo ya kuifanya siku hiyo kuwa ni Eid. Ibadallah, Uislamu ni dini iliyokamilika katika nyanja zote, na Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam katika hadithi ya Khabbab ambao walikwenda wakamshtakia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam madhila wanaoyakuta, mitihani mbalimbali inaowakumba, bwana Mtume akawaliwaza, kuna wenzenu waliopita ilikuwa chukuliwa msumeno anapasuliwa pande mbili, wenzenu waliteswa kuliko nyinyi, lakini jambo hilo la kuteswa halikuwarudisha katika dini yao, wakaacha dini. Mtume sallallahu alayhi wasallam mwisho wa hadithi akasema, wallahi la yatimanna hadha al-amr hatta yasira ar-rakib min Sanaa ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wadh-dhi'ba ala ghanamihi walakinakum tasta'jilun. Akawaapia Mtume alayhi salatu wasalam, na hapa kwa Allah litatimia jambo la dini hii, msiwe na hofu mpaka atasafiri mwenye kusafiri kutoka Sanaa, mji katika miji ya Yaman, mpaka Hadramaut, pia ni mji katika nchi ya Yaman, hamuogopi isipokuwa Allah, na anaogopa mbwa mwitu asije akala mbuzi wake au wanyama wake, kuonyesha Allah atalitimiza jambo la dini hii, na dini itatimia kiasi kwamba hamtokuwa na hofu ya kuogopa adui, hamtokuwa na maisha ya wasiwasi, mmuogopa Allah na mnaogopa wanyama. Hofu ya kimaumbile, mtakuwa na hofu ya Allah ya ibada, na mtabakia na hofu ya kimaumbile ya kuogopa mnyama asije akala wanyama wenu, kuonyesha Uislamu utatimia mpaka katika jambo la amni, la amani, na mtaishi kwa starehe, lakini nyinyi mna haraka. Utaona Uislamu ni dini ilikamilika kabla ya bwana Mtume kuondoka katika maisha. Ndugu zanguni, yatosha Uislamu kuwa ni dini kamili kwa sababu ya marejeo yake. Yani reference ya hii dini ni wahi. Wa anzala Allahu alayka alkitaba walhikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima. Allah amemteremshia mtume wetu alkitabu alquran, na amemteremshia hikma. Hikma ni sunna. Mtume sallallahu alayhi wasallam amepewa Qur'an, nama utitu alqur'ana wa mithlahu ma'ahu, kikasi vinginevyo mimi nimepewa Qur'ani na mfano wake pamoja na hiyo Qur'an, ambayo ni sunna. Min kamal hadha ad-din, katika ukamilifu wa dini hii ni masdari yake, ni marji yake, ni chimbuko lake. Tizameni dosari zilizoko na mapungufu yaliyoko katika katiba mbalimbali zinazotungwa katika ulimwengu, na ikapita miaka 5, miaka 10, watu hao husika wakahitaji kufanya marekebisho au mabadiliko ya katiba, na mkasikia watu wahitaji amendment au constitutional nini change, watu wanahitaji mabadiliko ya katiba, kwa sababu katiba ya mwanzo iliyotungwa rejea yake ni watu ambao hawajui future, hawajui mustakbal, watu ambao ni madhaifu, watu ambao wana hawa, wana utashi. Lakini Qur'ani huwezi kuikuta ina mapungufu, huwezi kukuta sunna za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam zina mapungufu.
dini yetu chimbuko lake ni al-Qur'ani wa Sunna. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Allah tabaraka wa taala anasema hivi, hawaizingatii Qur'ani. Wana sababu gani ya kutokuizingatia wakaifanyia kazi wakaifuata Qur'ani? Lau hii Qur'ani ingelikuwa yatoka kwa asiyekuwa Allah, basi wangelikuta ndani yake ikhtilaf, mngekuta migongano mbalimbali kama zinazopatikana kwenye makatiba mbalimbali, miongozo mbalimbali inayotungwa na watu. Kuna migongano mbalimbali ya mawazo mpaka watu wanaamua tutunge katiba mpya. Walikaa watu wanaoaminika ni wabunge, ni mawaziri, wana degree 1, 2, 3, wakatumia hela nyingi wakatunga katiba. Baada ya miaka 5 haitakiwi tena. Sasa Qur'ani hii yatoka kwa Allah. Allah anasema ingelikuwa yatoka kwa asiyokuwa yeye, mngelikuta ikhtilaf nyingi sana, ingekuwa kuna migongano mingi sana, lakini yatoka kwa Allah na mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam. Nafahamu wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa. Hatamki mtume wetu alayhi salatu wassalam isipokuwa anachokitamka ni wahi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, aliyofundishwa na Jibril alayhi salam. Katika ukamilifu wa dini yetu, masdari yake, elimu zote zinazosomwa basi zina chimbuko, na yoyote anaofanya tafiti au research ni lazima aeke rejea, afanye citing, wapi amechukua mawazo hayo na elimu hiyo na taaluma. Ni lazima, hakuna research inayofanyika bila ya kuwa na reference. Muongozo wa dini wetu reference yake ni wahi, yatosha kuwa ni ukamilifu. Ibadallah, miongoni mwa ukamilifu wa dini yetu ni kuwafikiana mafunzo yake na akili na maumbile. Ukiusoma Uislamu na mafunzo yake, akili yako inakubali kwamba hii ni dini ya haki, hii ni dini kamili, akili. Lakini kadhalika umbile la mwanadamu, yale mafunzo yanaendana na umbile. Mfano, katika tauhid sisi twaitakidi Allah tabaraka wa taala pekee ndio muumba, ndio anaendesha ulimwengu. Allah ana sifa hizo hafanani na yoyote katika viumbe. Allah pekee anastahili kuabudiwa, aqidatu tauhid. Lakini hebu tizama aqida ya utatu katika Ukristo iliyoanzishwa na Wakatoliki. Si kwamba ni itikadi ipo kweli katika mafunzo ya Isa alayhi salam, imeanzishwa na Wakatoliki. Akida ambayo ni tata, akida tata ambayo imewatatiza, na baadhi ya makanisa yameipinga, kama kanisa la Jehova linapinga itikadi na mengineyo, na wamefikia kuuana kwa sababu wanaamini utatu lakini umoja, yani moja tatu. Kwa maana kwa wao huyo Mungu amegawanyika sehemu tatu lakini ni mmoja. Itikadi hii ina mazonge mingi sana, kiasi kwamba wengi wao wameacha Ukristo kwa sababu ya kuitazama hii, haieleweki. Ndio maana Allah akasema laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Mikufuru walozungumza itikadi ya utatu. Itikadi ya utatu hii wamekufuru walozungumza Allah. Ndugu zanguni, Uislamu waendana na akili na maumbile. Katika mifano ya kimaumbile ni jambo la ndoa, mfano mdogo na utoa wa kuoa. Kuna watu dini yao ni mke mmoja kwa maisha na kifo, yani kwa uhai, kwa uzima na umauti, mke mmoja. Yani maumbile yao yanakataa kabisa, yale maumbile yao yanakataa kabisa. Maumbile ya jinsia ya kiume yakataa kabisa kwamba mke mmoja atosha. Hiyo ndio kawaida. Yaweza tokea mapungufu kama vile mwanamke kuota ndevu, yaweza tokea hivi mapungufu,
Sasa hazingatiwi huyo mwanamke anaota ndevu, hata kunyoa mwanamke anaota ndevu. Kunyoa yatakiwa anyoe na kubakia na hizo ndevu ni makuruhu, kawa na madevu mwanamke. Kwa sababu huyo amefanya shughuli. Tuzungumzia kawaida jinsia ya kiume, si wanyama, si mwanadamu. Kubakia na jinsia ya kike moja ni jambo gumu sana, ni jambo zito sana. Sasa kuna watu dini yao ati, na sio kweli, ni hii dini ya Paulo hii na watu walioiharibu kwamba kubakia na mke mmoja tu. Lakini ukiwatazama mtu ana vimada vingi sana. Mke akiumwa wafanyaje? Mke akisafiri kenda uguza mama wafanyaje? Mke mmoja tu. Haya ni mafunzo, hayaendani na maumbile. Tizama dini yetu, mafunzo yake yaendana na maumbile kabisa. Ukijitazama waona kabisa una mke wahitajia mwingine, na ukeo wa pili wahitajia mwingine. Ni ile dini tu kuna wakati imetufunga. Mwisho sisi wanne, umbile letu tuliloumbwa hatuko satisfied na mwanamke mmoja. Sasa kuna dini, haya ni mafunzo. Uislamu hauko hivyo. Uislamu ni dini, mafunzo yake yaendana na akili, yaendana na maumbile. Ndugu zanguni, kuna madhahiri mbalimbali tukiyatazama tunaona ukamilifu wa dini kuanzia itikadi. Kitazama itikadi yetu, itikadi ya tauhid ambayo nimetaja kwa ufupi, kuanzia misingi ya imani ambayo ni 6 na tafasili zake, utaona dini yetu ina udhuh wa hali ya juu. Yule aniabudiwa, dini yetu ina udhuh na ni dini kamili. Kuna watu wana degree 2-3 baniani, lakini anayempigia magoti na kuamini aweza kumsaidia mambo yake ni ng'ombe. Hebu fikiria, ni ng'ombe, kiasi kwamba dukani wamkuta mtu amesomea uhasibu, ni accountant, ni mtu mtaalamu, lakini Mungu wake kamweka pembeni kijing'ombe. Na akiendesha gari akikuta msafara wa ng'ombe wavuka barabara, atasimamisha gari mpaka miungu yake ivuke. Yuko bwana mmoja ni dereva wa marodi, anasema bwana, mimi bosi wangu ni baniani, haruhusu kabisa roli lake kubebewa ng'ombe. Kuna wakati anahadisia alipata taarifa lori bwana limebebwa ng'ombe wamebebwa katika lori yako. Basi alitoka kama sijasahau Moshi au Arusha mpaka Mkata na gari. Kwa nini? Lori lake kabebwa Mungu. Angalia, Uislamu ni dini kamili, ni kumhimidi Allah tabaraka wa taala. Yani Mungu 100 wanaweza kuongozwa na kitoto cha kipara kimoja, akawaingiza porini akawatoa. Huyo ni Mungu huyo. Kuna mtu amesoma lakini aona ndio Mungu wake. Wallahi tumhimidi Allah, tunamwabudu aliyeumba kila kitu. Ya ayuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Huyu ndio anastahili kuabudiwa. Kakuumbeni nyinyi, kawaumba waliopita, ameumba mbingu, ameumba ardhi, anateremsha maji mvua ikawa ni sababu ya mazao mbalimbali, riziki mnakula. Huyu ndio mtakuwa kumwabudu. Kuna mtu aabudu aliyeumba, ambaye Mungu anakamatwa, anachinjwa, anapelekwa buchani, anatundikwa, Mungu wake. Uislamu ni dini kamili. Katika ibada, tazameni ibada zetu sisi kuanzia swala, matendo ambayo sisi tunajikurubisha kwa Allah, na ni matendo ambayo ni sababu ya kuhuisha roho zetu na nyoyo zetu, ni sababu ya mahusiano yetu sisi na Allah tabaraka wa taala. Tunaswali sala 5 kila siku, tunafunga, tuna zaka, tuna hija, tuna ibada mbalimbali tumefundishwa. Ukitazama mafunzo yake na oanisha na mafunzo mengine ya dini nyingine, utaona Uislamu ni dini kamili. Hebu tizama katika akhlaq, tabia. Dini yetu ni katika dini imetufundisha tabia, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam anaonyesha kwamba kazi iliyomleta kabisa ni kutimiza akhlaq. Inma bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, hakika si vinginevyo mimi nimeletwa kuja kutimiza, kwa sababu watu walikuwa nazo tabia, nimeletwa kuja kutimiza tabia zilizokuwa bora. Dini yetu kitu gani haijafundisha? Salamu, mtu mzima kumheshimu, kuwahurumia watoto wadogo,
waliosoma wana haki zao. Huyu ni jirani, huyu ni mtu mzima, ana mzigo, tumefundishwa umsaidie. Huyu hahitaji kupakiwa katika kipando. Yote mtume ameyataja ni sadaqa, yamehimizwa akhlaq mbalimbali. Ndugu zanguni, Uislamu umeyazungumza mambo mbalimbali ambayo leo baadhi ya watu wanadhania kama vile Uislamu umeishia msikitini. Uislamu mafunzo yake yanahusiana na mambo ya kiroho, tuna ibada. Lakini wallahi Uislamu umefundisha mambo kama ya kiuchumi. Masala ya kiuchumi yameelezwa vizuri, na hakuna mfumo bora wa uchumi kama mfumo wa Kiislamu. Na nyinyi mnajua uchumi wahusiana na mambo makuu mawili, ni namna ya kuchuma na namna ya kutumia. Ukisoma katika economics ndio hivyo, mambo ya production, distribution na consuming. Basi vitu vikuu vitatu: kuzalisha, mambo ya intaji, kuzalisha, kuzitumia resources vizuri, kwa sababu resources ni kidogo. Sasa kuzifanyia utilization ili ziweze kukidhi demand, mahitajio ya watu, ndio uchumi. Uislamu umeeleza mambo hayo vizuri kabisa. Uislamu umetuelekeza namna ya kuchuma. Tunatakiwa tuchume. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Enyi mlioamini, ikinadiwa swala siku ya Ijumaa, acheni biashara na mkimbilia kumtaja Allah tabaraka wa taala. Kwa maana biashara zafanyika, lakini wakati wa nidaa mtakuwa muache mwende uswali. Fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Ikimalizika sala tawanyikeni ardhini. Ni halali baada ya swala, ni mubaha baada ya swala mtawanyike katika ardhi mkatafute fadhila za Allah tabaraka wa taala. Si dini kwamba imefundisha uvivu, si dini ya kuomba tu mtu akakaa. La, tumefundishwa kutafuta fadhila za Allah. Si hivyo tu, mpaka katika haji Allah anasema al-hajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah watazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Hakuna dhambi huko mko hija, kama kuna fursa ya kufanya biashara, fursa ya kutafuta fadhila za Allah, waweza fanya, si dhambi. Tumefundishwa kuzitafuta fadhila za Allah. Huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Yeye Allah ndiye alijalia ardhi kuwa ni dhalili, ameidhalilisha kwa ajili yetu. Famshu fi manakibiha, nendeni katika arja, pembezo za ardhi, tembeni mle riziki za Allah. Maana yake nini? Utaikuta maana yake ipo tu, utakuta sahani ya pilau, ukitoka hapo kuna sahani ya pilau imewekwa njiani. Ndio hivyo. La, mkatafute riziki, mkafanye kazi, mkafanye biashara, tafute riziki. Uislamu umefundisha. Uislamu umefundisha namna ya kutumia. Tunatakiwa tuzitoe mali zetu katika njia gani za halali zilizokuwa bora, kusaidia maskini, mafukara, mayatima, wasafiri walokatikiwa na njia, kusaidia majirani, kusaidia ndugu. Aya zimekuja nyingi kabisa. Uislamu ukaharamisha mifumo isiyofaa ya biashara, kama vile riba. Wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah amehalalisha biashara, ameharamisha riba. Na nyinyi mnafahamu madhara ya riba. Watu wote walioingia katika mfumo wa riba wameumia. Kama si miaka miwili, si miaka mitatu, miaka 10, 20, 40 wataanguka, na watu wameumia. Kulikuwa watu wana mabasi humo wamefilisika. Kuna watu walionekana wako hai miaka miwili mitatu wana maduka wakafilisika kwa sababu ya riba. Usiseme hawa wakina mama na hawa watu wanaochukua kwenye vijikundi vinavyotusiu mwendo kasi, kausha damu na vinginevyo. Usiseme namna wanavyohangaika. Mwisho mtu anakwenda kukopa, alianza ana kichumba, kina kitanda, kina godoro, mwisho analala chini. Wenyewe anamwaja siriamali wale wanasaidiwa. Kile alichokipewa kwamba ni capital imsaidie ajikwamue, mwisho amekwama zaidi ya vile, kauza mpaka vitu vyake.
sababu ndani yake kuna riba. Yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah anafuta baraka yote katika riba. Kwenye riba, miamala ya riba, Allah anaondoa baraka, lakini Allah anaoilea ni sadaqa. Ndugu zanguni, Uislamu umeeleza masala haya kwa upana sana. Mambo ya al-uqud, mikataba mbalimbali, masala ya sharika ambayo leo ni biashara ziko, huyu anaweka hisa, nakubaliana watu wangapi, tunaanzisha biashara. Sharika ni mambo yametajwa, mambo ya mudharaba, huyu anatoa capital, yule anafanya kazi, baadaye mnagawana faida. Haya mambo yote yametajwa katika Uislamu. Na mkitaka kuyaona hayo, sisi ni wajibu wetu kuisoma dini. Katika fiqh hii milango yote imetajwa. Fiqh ya Kiislamu ni fiqh imesheheni mahitajio tunayoyahitajia sisi wanadamu. Uislamu vile vile mipaka yake imefika katika siasa. Jambo ambalo kuna watu leo wanadhania kama vile hii demokrasi au hii siasa tunaoziona kama ndio hakuna siasa nyingine, yani ndio hatuna mbadala. La, hizi siasa zimeanzishwa na watu. Ukisoma kuna kitabu kinaitwa 6 Books of Commonwealth au of the Republic cha bwana mmoja anaitwa Jean Biden. Ukisoma kitabu hicho ambacho ni mwaka 1500 na kitu, huu ni Mfaransa, tourist, ni historia, ni philosopher wa Kifaransa, aliandika kitabu hichi na lengo lake ni mambo ya kitawala. Kaanza kuitaja familia kadha, kenda akasaja aina za utawala za serikali na kadha. Machimbuko ya haya maserikali tunayoona katika dunia, ukitoa serikali ya Kiislamu, ukitoa siasa ya Kiislamu, ni hawa watu wasiokuwa Waislamu ndio walioyaleta na walianzisha katika miji yao, na hususan baada ya mikingamo baina yao na kanisa Katoliki. Ukisoma historia, ili kanisa Katoliki liliwatendea watu makosa mengi sana. Watu wakataa kujitoa katika dhulma zao sababu watu walikosa nuru ya Uislamu baadhi ya miji. Uislamu umeeleza siasa kwa uzuri. Siasa maana yake ni tadbiri al-umur wa idaratu shu'uni al-haya, ni kuendesha mambo ya watu. Siasa imma ya kharijia au dakhilia, ya nje, kuwa na mahusiano mazuri na daula za nje, kuanzisha nguvu kupambana na daula isiyokuwa daula ya Kiislamu. Wa'iddu lahum masata'tum min quwwa wa min ribatil khayl. Tume alifundishwa hivyo, alielezwa kuandaa nguvu. Lakini kadhalika umoja katika daula ile ambayo daula ya Kiislamu na serikali, haya yanahusiana na siasa ya nje. Siasa ya ndani, mambo ya amani, watu wakaishi kwa utulivu, maisha yao, huduma za kijamii zikatawanywa, zikasimamiwa. Haya mambo yote Uislamu umeyafundisha vizuri katika Qur'ani na Sunna za Bwana Mtume sallallahu. Na mfano hai ni yale maisha ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, namna yeye alikuwa ndio kiongozi. Mtume sallallahu aliisimamia siasa ash-shar'iyya vizuri kabisa. Mnafahamu Mtume alikuwa na jeshi, watu walikuwa wanafanya biashara, watu wanasafiri wanarudi, watu wanaishi kwa amani. Atakayeharibu amani atakamatwa, ataadhibiwa. Na wajua kuna watu waliokwenda kuwaua watu katika Baitul Mal, walipatwa na maradhi, wakapewa maelekezo waende katika Baitul Mal, kuna vitu wafanye. Shukurani yao mbaya, wakawaua wale. Mtume sallallahu alituma vijana wakazi, wakakamatwa. Nini alikifanya Bwana Mtume sallallahu? Sababu hii ni serikali yenye nguvu. Alitoboa macho yao kwa misumari tena, sababu wao walichukua mali katika Baitul Mali na wakawaua. Alitoboa macho yao, akawakata mikono na miguu kinyume, alafu akaweka katika mawe yenye joto kali au yenye moto kabisa, wakafa hapo. Ilikuwa ni serikali ina nguvu. Huwezi ukaja ukawachezea watu, ukawafanyia watu dhulma, ukachupa mipaka, ukaachiwa. Mtume sallallahu alikuwa na siasa nzuri, siasa ya uadilifu. Mtume alikuwa halindwi mpaka watu wanashangaa. Mtume alikuwa hana bawa. Najua yule mwanamke aliyokutwa kaburini, Mtume sallallahu akamfanya subra. Bwana Mtume, wewe nenda tu, wewe haja kupata alionipata mimi. Alipokwenda anasema yule mwanamke, nimemkuta Mtume hana walinzi. Kwa maana una underline, kwa nini alisema hivi? Ndio kiongozi wa umma, anaongoza watu wote, halindwi kwa sababu alifanya uadilifu. Watu walikuwa wanampenda Rasul alayhi sababu siasa yake ilikuwa ni siasa nzuri.
Ndugu zanguni, sisi hatuna haja na siasa za demokrasia wala siasa nyingine tulotewa za ukomunisti, za rasilimali hizo, kapitali. Hatuna haja na siasa hizo. Uislamu unatosha. Uislamu umeeleza namna ya kupata kiongozi, masala ya siada. Kiongozi anapatikana vipi katika Uislamu? Si hizi fujo mnaziona. Mpaka mtu akiwa kwenye madaraka kuna watu wamekufa, zimepotea. Yani ile madaraka mpaka ya mtu akiyapata, zile hela zilizotumika kuyatafuta madaraka ni budget weza mji mzima ukaujenga. Kwenye Uislamu hakuna mambo hayo. Kwenye Uislamu hakuna kujinadi kama mimi nipeni, hakuna pia. Hebu tizama hii dini yetu. Mpaka ukajinadi mimi nina sifa hii nipeni, ukatoa na hela. Kwenye Uislamu nake wewe hufai. Angalia hii dini. Takiwa watu wenye akili wakae waone fulani atufaa. Ni mtu mcha Mungu, ni mtu mwadilifu, ni mtu ana maarifa na ilmu na busara. Afaa huyu kutuongoza. So wewe ujinadi. Walevi wanajinadi, wauza unga wanajinadi, wahuni wanajinadi. Si mnajua kuna watu wahuni kabisa, chawa pia wamepata uongozi. Huku katika viuno, huku kiongozi aongoza watu, huku awakilisha watu. Wako hao. Uislamu ukitazama mfumo wa kupata uongozi ni mfumo bora. Na nani atastahili kutawala, nani astahili kutawala? Uislamu umeeleza. Wallahi hii ni dini kamili. Nas'alullah lana wa lakum at-tawfiq was-salam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. عباد الله, Uislamu ni dini haukuacha mambo yanayohusu maumbile ya mwanadamu, maumbile yake, fitra yake. Mnafahamu ya kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mambo matano ni katika fitra. Katika hayo kukata kucha, kunyoa nywele za sehemu za siri, nywele za kwapani, kupunguza masharubu, kuachia ndevu. Na wewe tizama, yani tizama mtu anonyoa ndevu akaachia masharubu, afanana na nani? Apendeza au atisha? Wewe tizama, alafu utaona hii dini ilikuwa kamili. Dini yani imekamilika kabisa. Uislamu hiki kiwiliwili chaenza umma kikapatwa na maradhi. Uislamu ukatuonyesha kwamba maradhi, kila radhi lina dawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ma anzala Allahu da'an, Allah hakuteremsha dawa illa anzala lahu shifa. Allah hakuteremsha dawa maradhi yoyote illa anzala lahu shifaan. Allah hakuna maradhi alomjaribu mtu akamteremshia isipokuwa ameteremsha Allah ponyo, dawa au shifa. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila. Mtume anasema kuna waliojua dawa na kuna wasiojua dawa, kuna aliyefahamu dawa na kuna ambaye hakuifahamu dawa. Na utaona maneno haya yanaonyesha kwamba tunatakiwa tufanye utafiti. Udaktari ni jambo limehimizwa, kwa sababu kuifahamu dawa baada ya kufahamu maradhi, hii ni ilmu, lazima usome. Kwa hiyo Mtume anasema hakuna maradhi yoyote. Katika riwaya akataja isipokuwa yeye Mtume akasema ni maradhi al-haram, ule utu uzima, uzee ule hauna dawa. Kishazeeka bana, wewe ni mtu mzima. Wengine wanaitwa watu wazima ovyo, na kishazeeka lakini ataka ujana, hakuna dawa. Lakini yaliyobakia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yana dawa, likulli da'in dawa. Mtume anasema katika riwaya nyingine amepokea Jabir, hadithi inda Muslim, kila maradhi yana dawa. Fa idha usiba dawa'u da'i bara'a bi idnillah, likipatwa, ikiafikiwa dawa ya maradhi, mtu anapona kwa idhni ya Allah, bara'a bi idnillah. Ukisoma ahlul ilmu wanaeleza kuafikiana dawa na maradhi, hii ni elimu. Lazima watu wasome kwamba haya ni malaria. Malaria sababu yake ni nini? Hiki ni kipindupindu. Hii ni TB. Hii sababu yake ni nini? Hii sababu hii itatibiwa na dawa gani ili haya maradhi yaondoke? Hii ni elimu. Mtume sasa anasema ikisibu dawa, ikisibu maradhi. Sababu sio wewe dawa yako utakuwa unywe ciprofloxacin, mfano unakwenda kunywa paracetamol. Bana mimi naumwa leo wiki, umetumia dawa gani? Mimi nakula paracetamol.
Ndio sasa Paracetamol si dawa ya kuondoa tena maumivu madogo tu. Nenda hospitali bwana ili upate daktari akupime, ajue maradhi, itazamwe maradhi haya, dawa yake ni hii. Kwa idhini ya Allah mtu apona. Hebu tizama mafunzo haya. Maana watu watakiwa wasome daktari, wajue maradhi na matibabu yake. Kuafiki dawa maradhi kuna dozi. Hii dozi utakayotumia kwa siku vidonge 2 au kichupa hichi unywe kwa siku nzima, baada ya siku 2 utumie hivi. Hii yote ni kutafuta kule kusiku dawa nini maradhi katika kiwango, kwa maana kiwango hicho ukizidisha waweza kufa. Si ndio kuna watu wamekwenda pale kwa hawa wauza dawa wa Kiswahili, mtu ana malaria akapewa dawa za uchungu, lakini huku ana sukari. Kwa dawa za uchungu anywa tukunywa vikombe 3 4, mwisho yakafa. Haikusibu dawa yale maradhi, akafa pia kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Uislamu ndugu zanguni, madhahiri yake na mafunzo yake ni mengi, na ukiyatazama utaona ukamilifu wake. Kama nilivyosema, hutuba haitoshelezi, tunataja tu baadhi ya vitu, lakini kuna mambo tunaona ni ya msingi twazuzuliwa na watu wengi, hasa fikra za kimagharibi kama hadhara, thaqafa, utamaduni. Uislamu una utamaduni, na utamaduni wa Kiislamu umejengeka kuanzia katika roho, sio utamaduni wa kimagharibi. Naona vijana wameingia katika kuwaiga wa magharibi, mavazi na vinginevyo, kutembea, kunyoa, kutumia wakati ovyo, kucheza pool table, kukaa tu maskani. Hizi tamaduni ni tamaduni za wa magharibi. Uislamu hauna tamaduni hizi. Uislamu utamaduni yake na hadhara yake ni hadhara iliyokuwa juu sana, imekamilika. Ndugu zanguni, kuna jambo kama la mwanamke ambalo ni jambo lasemwa sana. Mwanamke, empowerment of women au women empowerment. Mwanamke anaweza, tusomeshwa, watu wanasomeshwa. Tizameni athari ya mwanamke kutoka katika nyumba. Nyinyi mnajua, nyinyi wataalamu mnajua maofisini. Tizameni athari mbaya ya mwanamke kutoka. Mwanamke huyu asili yake mafunzo ya Uislamu ni kubakia nyumbani, na mapambano ya nje ni mapambano ya wanaume. Mtume sallallahu alihukumu hivyo kwa Ali na Fatima, akamwambia Fatima, kazi za nje ni za Ali na kazi za ndani ni zako. Na Mtume akamuelekeza kuna mambo ayafanye kila usiku, kuna maneno yaseme yatamsaidia kuondoa uchovu wa kazi zile za ndani. Kwa hiyo watu wakazuzuliwa, mwanamke ameonewa, kuna tahrirul mar'a, kuna Uislamu ndio dini iliyomweka mwanamke katika nafasi bora kabisa, na mwanamke akawa anatumikiwa na wanaume. Yatosha kuwa mwanamke anatumikiwa na wanaume. Hivi mwanamke aliyosoma Uislamu akijua kwamba yeye anatumikiwa, yani kwa lugha nyingine sisi kama vile houseboy wao, yeye yuko nyumbani, wanaume tuhangaika, tualeta chakula, ahitaji mafuta, ahitaji lotion, analetewa, nyumba ya kupanga kadha, ima baba, ima kaka, ima baba mdogo, ima mume, ima mtoto wa kiume anasimamia ndugu zake au mama. Wanaume ndio wanahangaika. Wallahi lau ulimwengu wangeliyafahamu mafunzo haya, wanawake wakabakia manyumbani, sisi tukavamia maeneo ya kazi, sisi tukaanza tunachuma, tunawasimamia wanawake, tungeishi maisha bora sana. Na ukitaka kuyaona hayo, tizama mifano katika yale majumba yetu sisi na maisha yetu sisi, ambo kwa kiasi inawezekana sio 100% tuweza kuwasimamia wake zetu. Akakaa nyumbani ukamletea, akatoka kwa mipaka, nenda hapa hapa usende, hiki sina hiki ninacho. Tunaona yale maisha tunaoishi. Nyewe wengine ndio mnaoambiwa wanaume suruali, wanaume suruali, msotaka wanawake magolkipa. Yani kuna mwanaume anasema yeye hataki mwanamke goalkeeper wa kuletewa. Sasa kama ni lugha hiyo, basi kwambia asili ya mwanamke goalkeeper kwa lugha hiyo yako. Sasa kama utaka goalkeeper utapata beki kwa kupiga tackling za kuvunja miguu, na ndio mna mabeki maishi na mafuadi wanavamia kwa sababu mmekataa. Ndugu zanguni, Uislamu haukutuacha. Kuna mambo ya huria, uhuru, kwamba dini nyingine zinaonekana ni dini zina uhuru. Uislamu maisha yake magumu kubanwa. La,
hakuna huria almutlaqa katika Uislamu, hakuna uhuru ulioachiwa. Uislamu una uhuru lakini muqayyada sheria kabisa, na uhuru wa Kiislamu ndio uhuru uliokuwa bora. Uabudu sio uabudu tu, kule kuna freedom of worship, yote waweza kuabudu, la watakiwa uabudu huyu ambaye ni Allah pekee. Kuna uhuru kweli wa kujieleza lakini kwa mipaka, sio useme man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut, zungumza khairi au nyamaza, sio useme tu kwa vile kuna freedom of expression waweza sema. No, Uislamu ni dini kamil ibadallah. Na nimesema mambo ni mengi, siwezi kuyamaliza, yako mengi sana, lakini yatosha haya kuashiria. Itakuwa tena sio khutba, mwisho itakuwa ni muhadhara. Tumuombe Allah tabarak wa taala atuwafikishe sote sisi kuisoma hii dini. Haya yote tunayoyaona na mengineyo ambayo hatukuyataja tutayajua sisi kwa kuisoma dini hii ya Uislamu, tena kuisoma kutoka kwa walimu sahihi. Kama hivi ambavyo haya tunayoyaona na yanayofanyika, hivi ndio atakiwa yawe maisha yetu, tusome dini kwa ujumla. Dini hii imejengwa juu ya masalih yote, kuyaleta na kuyakamilisha masalih, na dini hii imejengwa juu ya kuyaondoa mafasid yote. Dini hii imejengwa juu ya akhlaqi na mambo mema. Uislamu ni dini kamil, Uislamu ni dini shamil, kila kitu kama anavyosema Allah tabarak wa taala, wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in wa huda wa rahmatan wa bushra lilmuslimin. Muhammad wetu mkuteremshia kitabu tibyanan likulli shay'in. Qur'ani hii inabainisha kila kitu. Nafahamu wanafunzi pana kullu, na kullu imeadhifishwa katika nakira, na kullu ikiadhifishwa katika nakira katika kazi zake inachukua afradi zote ala wajhi shumuli wa tafsil, ala wajhi shumuli wa tafsil, kila kitu. Wa kullu shay'in fassalnahu tafsila, kila kitu Allah amekifafanua. Ni sisi tutakiwa tusome alima man alima wa jahila man jahila. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.